Watu wenye udumavu wa ubongo wameibua wasiwasi kuhusu mswada huu uliopendekezwa katika bunge la Seneti na seneti mteule wa Nairobi Karen Nyamu. Kulingana nao, mswada huo unaolenga kuunda kitengo cha tawahudi ndani ya Wizara ya Afya au idara za afya za kaunti husika unaweza kupunguza upatikanaji wa ufikiaji wa huduma muhimu kwa watoto wenye tawahudi. Sasa wanaitaka serikali kutekeleza sheria iliyopo ya mwaka 2019 inayoshurutisha vituo vyote vya elimu ya chekechea yani ECDE kote nchini kujumuisha vitengo maalum kwa watoto wenye tawahudi. Laban Muhinda anatuarifu mengi zaidi. Mswada wa usimamizi wa watu wenye tawahudi yani udumavu wa ubongo wa mwaka 2025 unaolenga kukuza mbinu jumuishi na iliyoratibiwa kudhibiti tawahudi nchini Kenya umezua upinzani kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu ambao wanahisi kuwa mswada huo unatishia maendeleo yaliyopatikana hadi sasa ya kukabili tawahudi nchini. Ukitaka kujua nchi, utajua nchi kwa matendo ambayo wanatendea watoto ambayo wako na disability. Akizungumza mjini Nyahururu, wa Maratu Chege ambaye ni mtetezi wa watu wenye tawahudi kutoka shirika la Autism Lights alionyesha wasiwasi wake kuhusu mapungufu ya mswada huo kwa kubainisha kuwa sheria inayopendekezwa inaweza kuhatarisha hatua ambazo zimeafikiwa kushughulikia changamoto zinazohusiana na tawahudi baada ya kupitishwa kwa mswada mwingine mwaka 2019. It does not tell us whether watoto wetu watakuwa na darasa ya kusomea. Haituambii kwamba watapata effective accessible education. Haituambii kwamba ni aina gani. We don't know what the government will do. So I would want the Senate to stop wasting time on that bill. Aliukosoa mswada huo mpya kwa ukosefu wa data ya kutosha kuhusu tawahudi na vifungu visivyoeleweka kwa kusema kuwa unaenda kinyume na tamko lililotolewa na mke wa Rais Bi Rachel Ruto kutaka kujengwa kwa madarasa maalum ya watoto wenye tawahudi katika kila shule nchini. As the first lady of this country, Her Excellency Rachel Ruto said, build this classroom at the ECD level. Kwa sababu at the ECD level, that is the closest government office or government center in Kenya. Any mwananchi can anywhere in Kenya anaweza kufikia ECD level a kilometer or 2. Lakini ukiniambia unit kama hapa niko Nyandarua, mtu atoke Geta Ward anaenda JM ama atoke hapo anaenda huko kwa Ngothi. That is injustice, and that is what we are saying. We are leaving our people behind. To find a facility that really cares holistically about the child is a challenge. Na kwa upande wake Irene Kibet ambaye ni mlezi na mama wa mtoto mwenye tawahudi alielezea changamoto anazokumbana nazo kila siku ya kukidhi mahitaji maalum ya mtoto wake huku akisawazisha majukumu mengine ya kifamilia. My child is turning 5 with mild autism and cerebral palsy and has not been an easy journey. Alieleza kuwa kupata huduma muhimu kama vile elimu, huduma za afya na utoshelevu wa chakula na fursa za ajira kunasalia kuwa changamoto kubwa. Hii ni kutokana na gharama kubwa zinazohusiana na rasilimali hitajika. I would want the education to be so inclusive such that we have the centers in every community. It is close to the caregivers because sometimes you find a center, it is very far that you feel will fit the child. Nikiripotia TV47 nikiwa mjini Nyahururu, kaunti ya Laikipia, jina langu Laban Muhinda. Asante sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo.